لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Inasema ndio, hiyo kazi yenyewe ya kuandika hii Biblia mchungaji haikuwa rahisi. Kuandika hii Biblia haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametokea katika jaribu mbalimbali za nchi hii. Ndio, kwa mfano, ikawa na budi kufikiria kwamba. Kwa hivyo ni maneno ya kufikiria. Kuandika hii Biblia ni maneno ya kufikiria. Haikuwa na budi kufikiria kwamba hilo jina la Mungu, kwanza jina la Mungu muna kesi jina la Mungu. Hilo jina la Mungu katika Agano la Kale, litakuwa Yehova. Kwanza wanafikiria mtihani huu, litakuwa Yehova Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu litakapopigwa chapa mpya, litakapopigwa chapa katika Agano mpya, kitabu cha Agano la Kale, ndio kutakuwa na maelezo ndio maalum juu ya neno hilo. Teremka pia maendelezo ya majina yote ya watu, na ndio mlibadilisha mpaka jina la Yesu. Maendelezo ya jina yote ya watu ndio na jina ya mahali ilikuwa lazima tena ifikiriwe. Kwa hivyo Biblia maneno ya kufikiria, na tena mengine ndio kutengenezwa, mengine mkatengeneza. Dalili ilikuwa kazi kubwa sana. Maliza kwa kuwa ndio kwa sababu majina zaidi ya 3500. Mchungaji sikiliza, majina zaidi ya 3500. Majina zaidi ya 3500. Tena kitabu tena jina la kitabu chenyewe. Hati nini? Tena jina la kitabu chenyewe. Hati nini? Tena jina la kitabu chenyewe. Kitabu chenyewe ni kipi hicho? Ilifikiriwa. Kwa hivyo Biblia ilifanya nini? Ilifikiriwa. Na ni kweli tuulize kama ilifikiriwa ama haikufikiriwa. Wakorintho wa kwanza 1:25. Wakorintho wa kwanza 1:25 anasema 1:25. Kwa sababu upumbavu wa Mungu. Una hekima, hii ni kitu ya kufikiria hii. Mimi nimefurahi kwa sababu Sheikh wetu amepita na ametuambia kwamba Qur'an ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu. So inshallah basta, hii ni mwisho wa mjadala. Kuja hapa kutufundishia Biblia ni kitabu cha Mungu. Basi tukimaliza hapa dakika 10 tunaingia kwa maswali. Ataongezea. Basi ndio. Dakika 10. Asante sana. Nashukuru kwa muda huu, ili ya kwamba kama mchungaji nami pia niweze nikatetea Biblia kwa undani na kwa kinaga ubaga. Niliposimama hapa niliweza kutoa hoja kamili, na hoja yangu ilikuwa kwamba Biblia ni andiko, ni pumzi ya Mwenyezi Mungu. Nikaweka pale kitabu cha Timotheo wa pili 3:16 na ikaeleza vizuri, na nikasema mbona tuna ikienzi Biblia? Tukasema Mwenyezi Mungu mwenyewe, Mola mwenyewe kaandika. Nikatoa kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu, nikaweka bayana hapa kitabu ambacho ni cha Kutoka 31:15. Nikateremka tena nikasema tunaita Biblia pumzi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu manabii nao aliwawezesha wakaandika. Nikatoa mfano mmoja, nikatoa Isaya pale 8:1. Nikateremka nikasema unapokuja katika Injili ambayo ninyi mnafahamu na mnatambua, ambayo imo katika Biblia, nikasema hivi, kitabu unaposoma kitakatifu cha Mathayo 23:34, Yesu akasema atawatumia waandishi. Tukaona pale, nikawaambia katika Agano Kale Mungu kaandika, manabii kaandika, Agano Jipya watu wa Mungu manabii wakaandika. Unajua mpaka sasa hivi mmenichanganya, ndio maana nilisoma hapa. Msomaji, Qur'an nipe 7 mstari wa 157 ili usikie kwamba usikie mambo hapa. Sikia tunasema, rudia usikie, soma 157 msomaji, soma 157. Hebu soma msomaji, inasemaje? 157 inasemaje? Inasema ambao wanafuata mtume nabii teremka aliye kumi asiyejua kusoma. Huyu hajui kusoma wala afanye nini? Hajui kuandika. Teremka msomaji, hujamaliza. Endelea kusema. Ndio maana tumesikia mafundisho ya jambo kwa msomaji, soma.
Soma msomaji. Juu ya hivi atafundisha mafundisho hayo ya ajabu sana. Umesikia hapa masomo ya ajabu sana. Sikiliza sasa. Tetesi walizotoa mpaka sasa haijasimama kuweza kupinga hoja za Biblia, kwa sababu Biblia hata wao niliposoma hapa tuligundua kwamba Biblia hii msomaji, tulisoma pale Qur'ani ilikuwa ni ngapi? 20 na ngapi? 26 mstari wa ngapi msomaji? Ilikuwa ni ngapi? 26 29 msomaji. Tukasoma pale tukafahamu ya kwamba Biblia ya Qur'ani ikatuambia 29 msomaji 47. Tuliposoma tuligundua hivi ya kwamba kumbe hizi Torati, Injili zilitangulia kabla nini msomaji? Kabla ya Qur'an. Rudia msomaji, inasemaje? 29:47 inasemaje? 29:47 inasemaje? Soma. Inasema na namna hivi tumekuteremshia kitabu hiki cha Qur'ani teremuka, basi wale tuliowapa kitabu kabla ya hiki kama Torati. Sikiliza sasa, sikia. Yani Torati ilitangulia, walipewa kabla ya hiki. Yani kumaanisha hivi, Qur'ani imekuja nyuma. Biblia iliyotangulia, msomaji. Akasema Torati, akasema na ingine na Injili. Akaongeza Injili. Jamani, alafu unajua hapa wakakuja kutuchenga hapa, wakaleta hapa. Tumemaliza. Unajua Muhammad anasema, nilimuuliza hivi, waonyeshe mahali ambapo Muhammad naye aliandika. Si ati akateremshiwa na nabii. Aonyeshe mahali nabii aliandika. Yaani sijui nisonge hivi kidogo. Aonyeshe mahali katika Biblia. Sijui niende namna gani? Songa nyuma huko. Nikuje na hapa. Hapa. Asante. Sasa haya wameshindwa kutoa. Msomaji, mbona sisi wa Kristo tunasimama na Biblia na kuitetea? Ni kwa sababu kitu kimoja, nataka niwajulishe hivi. Ukisoma hadithi ya Muhammad, sina kitabu hapa lakini ningesoma. Ukisoma ukurasa wa 6 inasema vizuri ya kwamba, sikiliza, wale walioandika Qur'an inasema ya kwamba ni wanne na inataja majina yao, na inapomaliza nataka nikwambie sasa, mbona sisi wa Kristo tunahofia sana hii Qur'an? Nikatoa moja tu ambayo walishindwa hapa kujibu. Nikoleza hivi, je, unapoangalia Qur'an umewahi gundua ya kwamba wale wanaosikiliza ni majini? Msomaji, ipi andiko haraka tena msomaji, ili yakopa tusome. Qur'an ilisoma 46 mstari wake wa 29 msomaji. Soma tusikie inasemaje? 29. Ni akina nani wanaosikiliza Qur'an? Wakumbushe tulipokuletea kundi la majini, ndio teremka kuja kwako. Fanya nini? Kusikiliza nini? Yaani Qur'an, kumbe wanaosikiliza ni akina nani? Majini. Ndio maana Wakristo sisi tunaogopa sana sasa Qur'an, kwa sababu tumegundua sisi Wakristo ukisema tu majini tunaona hapo hali imeharibika, hali imekuwa mbaya, tunawakemea. Yaani sasa haya ni mapepo katika jina la Yesu, kwa sababu yanatisha na kushtua watu. Haleluya. Popote ulipo, Wakristo tusalimiane wale jamani. Ninapoweka moyo Wakristo, Bwana asifiwe. Huko pale Wakristo, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa sikiliza sasa sifa ya waliandika Qur'an. Sikiliza sasa, nitakwambia ni 4 hadithi ya maisha ya Muhammad. Enda ukasome ukurasa wa 8 utakuta yale ambayo nimekwisha kusema. Waandishi walikuwa 4. Alafu sasa sikiliza, waandishi hawa walikufa namna gani? Msomaji, haraka Qur'an nipe 5:93 msomaji, nipe 5:93 na nipe farsi 5:63 msomaji. Qur'an farsi 5 msomaji, nipe farsi yenye alikuwa ndio farsi msomaji. Farsi 5, enda pale pole 93. Nataka niweke point kali 93. 5:63 point kali. Anasemaje msomaji? Anasemaje? 63 Qur'ani anasemaje msomaji? Soma kwamba mbona watawa. Msomaji umesoma 5 mstari wa 93. Haya, soma msomaji, soma. Qur'ani inasema si dhambi juu yao walioamini
vile walivyoharamishia wakati huo. Nipe maelezo unasemaje? 63. Msomaji kwani umesema ngapi? Nilisema 5:93. Ndio umesoma. Maelezo yake. Maelezo unasemaje? 5:63. 5:60 unasoma ngapi? 93. Ndio soma msomaji unasemaje? Inasema haya hizi za kutakaza teremuka ulevi kwa tashtiti teremuka hii zimeteremka mwaka wa 6 wa Al-Hijra baada ya kuwa masabaha wengi wamekufa hali ya wakilewa. Yaani sikiliza, waandishi wao walikufa kwa hali ya kulewa. Alafu unajua cha ajabu ya kwamba hiyo yaani walikuwa walevi, ni short, walikuwa walevi. Msomaji, watushamaliza hoja msomaji. Sasa unajua ukiingia kwenye Qur'an wanatutisha tena, yaani maneno ya ajabu, mafundisho ya ndani. Msomaji, nipe Qur'an 47:15 msomaji. Sasa wao wanaposema ipata pepo, yaani uzima, yaani wanapoenda pale pazuri, atuulize wao pepo yao nini imo pale? 47 nipe 15 msomaji, nasemaje? 15 Qur'ani nasemaje msomaji? Soma ya kwamba mfano wa pepo walioahidiwa nani msomaji? Walioahidiwa wateua watu wa Mungu taremuka itakuwa hivi mito ya maji yasiyofanya nini? Yasiyovuta, mito ya maziwa isiyoharibika na itaremuka mwalimu. Mito ya nini msomaji? Mito ya nini msomaji? Kumbe pepo ya Waislamu ni nini msomaji? Mito ya ulevu, watu wanakunywa changa. Yasema wacha tungoje watatueleza labda si changa, watatuambia kama ni pombe hii Tusker, watatuambia hapa. Sasa wao pepo, hayo ndio mambo neno yako pale. Anamaliza, unajua akakuja hapa akadai kwamba Yesu hakujua kusoma, akasoma kitabu hapo. Wacha niambie sasa, Yesu alijua kusoma msomaji. Luka nipe 4:16 msomaji hapa. Leo bahati mbaya mlikuja na unajua sasa baya mchungaji mwenyewe akaja. Kusoma msomaji, wewe soma msomaji, nasemaje? Biblia takatifu inasema 6 Luka inasemaje? Inasemaje msomaji? Akaenda Nazareti yule alipolelewa siku ya Sabato. Ili msomaji, siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa alafu akasimama Yesu ili afanye nini? Sasa kama Biblia imesema asome, jamani, Bwana anakuja kudanganya hapa ya kwamba Yesu asome. Wakristo, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe Kristo. Amen. Haleluya. Kama unafurahi Bwana mkono hivi sema haleluya. Asante. Ziendelee. Haya. Mwalimu wetu karibu na wewe pia, dakika zako ni 10. Pita kwa barabara yake inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale bado hawajabatika kwa Uislamu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Kwanza kabisa ningependa nimweke mchungaji sawa katika Yeremia 56. Yeremia. Kitabu ni cha Yeremia. Inasemaje? 50. Alafu changamka mwalimu. Nichangamke. Dakika ni 10. Yeremia 56. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao, yani wachungaji wao kama huyu aliyetoka hapa wamewapoteza. Kumbe watu wa Mungu wanapoteza kina nani? Wachungaji. Na pia ndio kutupoteza sisi, hawezi kutupoteza. Hawezi. Kwanza kabisa mchungaji uliposimama hapa, haujaelewa mada somo la siku ya leo. Hautatoa andiko hata moja katika Biblia inayosema Biblia ni kitabu cha Mungu. Na utakapokuja hapo usimame, nipe aya moja tu katika Biblia inasema Biblia kitabu cha Mungu, utanibatiza. Waislamu wanajua Mungu ameteremsha vitabu 4. Kitabu cha kwanza ni Taurati alipoamuru katika mlima wa Sinai. Kitabu cha pili ni kitabu cha Zaburi. Nabii anaitwa Daudi. Kitabu cha 4, kitabu cha 3 ni kitabu alichopewa Yesu kinaitwa Injili. Na kitabu cha 4 ni kitabu alichopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabu kinachoitwa Qur'ani. Wapi Biblia? Biblia ikapewa nani?
Hakuna. Mwalimu, mimi namshangaa Biblia imeandikwa na kina nani? Yeremia kwanza, Yeremia 8:8. Alafu tumweke sawa. Mwalimu, teremka. Yeremia 8:8. Nasemaje? Ndio. Sisi tuna akili. Nasemaje? Sisi tuna akili. Na kalamu ya waandishi. Sema andiko. Nasemaje? Ndio. Kitabu cha Yeremia 8:8. Hata nifikie ya maeneo mwalimu. Wasiseme nimenukuu. Usaidiwe. Inasemaje? Nasemaje? Ndio. Sisi tuna akili. Na Torati ya Yohana tunayo pamoja nasi. Maliza. Lakini tazama, kalamu yenye uongo, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Hapo kitabu hiyo. Hiyo ni kitabu gani? Hiyo ni Biblia. Kumbe Biblia kitabu kimesema kina nini ndani? Kina uongo ndani. Alafu Waislamu wapate uongo kweli? Haiwezi. Waislamu takibiri. Haiwezekani Waislamu kufuata uongo. Waandishi kitabu cha Biblia imeandikwa na nani? Luka 1:1 kwanza tumweke sawa. Luka 1:1. Kwanza hii ndio taabana sabali Qur'ani. Muda wangu. Luka inasema hivi. Inasemaje? Luka anajitangaza anasema hivi wangu. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Kumbe Biblia imefanywaje? Imetungwa. Sasa ndio tupate kitabu kilichotungwa, maskini ya Mungu. Haiwezi. Jamani, mchungaji, kitabu kimetungwa. Sisi Waislamu ni watu wenye akili. Qur'ani 11:1. 11:1 Al-Karim suratul Hud. Bismillahir Rahmanir Rahim. 11 aya ya kwanza inasema. Inasemaje? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Ra. Hiki ni kitabu ambacho aya zake zimetengenezwa vizuri. Maliza mwalimu. Kisha zikapambanuliwa vyema kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Ni kitabu chenyewe hiki hapa. Kumbe Qur'ani imetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Weka chini. Na Biblia inasema, andiko linasema katika Yeremia 8:8 ya kwamba Biblia imefanywaje? Hadithi za uongo. Kumbe ni hadithi za nini? Za urongo. Je, Biblia kweli? Je, vitabu vilivyotangulia vipo ama vipo? Nisomee Makabayo wa kwanza 1:55. 1:55 kitabu cha Makabayo. Biblia nyekundu hilo hapo. Imewekwa nini hapo katikati? 1:55. Imewekwa ramani mwalimu. Tayari? 1:55. Anza 56. Tuanza 56. Na vitabu vya sheria. Yaani vitabu vya sheria ni Taurati. Walivyovipata walivirarua vipande. Wakafanyaje? Wakaviteketeza. Kumbe Taurati na Zaburi na Biblia na vitabu vilifanywaje? Viliteketezwa. Kumbe si original Bible, ama si Biblia kweli. Not original copy. Kwa maana vitabu vilifanywaje? Viliteketezwa. Maskini ya Mungu. Sasa vitabu vikateketezwa. Sasa ndugu yangu, anashangaa Waislamu pale peponi wakinywa mvinyo, tembo. Kweli si kweli? Naam. Tumuulize Yesu, na wewe Yesu, utakunywa ama hautakunywa pamoja na Waislamu? Naam. Kitabu cha Mathayo mwalimu, 26:39. Wewe kama unataka kunywa mlewa, unataka kunywa mvinyo. 26:39 Mathayo mtakatifu. 26:29 mwalimu. 26:29 umesoma mwalimu? Inasema hivi, alafu angalia Biblia. Lakini mara baada ya dhiki ya siku ile jua litatiwa giza. 26:29 nimeipata mwalimu. Inasema lakini nawaambieni, mtakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mizabibu hata siku ile. Tulia. Yesu anasema hii pombe duniani ambayo kama itaenda duniani hatafanyaje? Hata inywa. Lakini hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nani katika ufalme wa Baba yangu. Waislamu takbira. Allahu akbar. Waislamu takbira. Allahu akbar. Katika ufalme wa Mungu watafanyaje? Watakunywa mvinyo. Na Waislamu watafanyaje? Watakunywa. Maandiko yameelezea mwalimu. Je, kweli Biblia kitabu cha Mungu? Yeremia 4:10. Yeremia 4:10. Kitabu cha Yeremia 4:10 inasema hivi mwalimu wangu. Inasemaje? Inasema inasema nini?
Aya ya 10 inasema tena, nami nikasema, Bwana Mungu, hakika umewadanganya sana watu hawa na Yerusalemu. Biblia inasema ati Mungu ni nini? Uongo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alafu tunajua tuseme Biblia sivyo kitabu chetu tuongoze. Wakati Biblia yenyewe inasema Mungu mwenyewe ni muongo na mtukana Mungu. Inawezekana mwalimu? Haiwezekani. Tena katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:25 nasemaje? 1:25. Kwa maana upumbavu wa Mungu una hikma zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu kitabu mwalimu. Kwa sababu upumbavu wa nani? Wa Mungu. Kumbe Biblia inasema Mungu ni nini? Ni pumbavu. Inaweza kuwa kitabu cha Mungu akiwa mpumbavu? Haiwezi. Msiba kabisa. Mimi namshangaa ndugu yangu. Haiwezekani Mungu kuwa mpumbavu, andiko limekataa. Lakini Qur'ani 25 aya ya kwanza inasemaje? 25 aya ya kwanza. Anasema bismillahir rahmanir rahim. Anaona ajabu ya kwamba majini walikuja wakasomea Qur'ani wakasikiza. Akasema ya kwamba pia vile vile majini walisomea wengine wakaokoka. Yaani walishangaza sana. Teremka. Ni mwenye kuleta baraka kweli kweli yule aliyeteremsha. Nini? Aliyeteremsha Qur'ani kwa mja wake ili awe mwonyaji kwa walimwengu wote. Waislamu takbir. Allahu akbar. Kumbe Mwenyezi Mungu kateremsha nini? Qur'ani kwa kifua cha nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ni kitabu ambacho kwamba kinajitambua na kujijua ya kwamba ni kitabu ambacho kwamba ni mwongozo kwa watu wote. Kwa watu wote. Kwa maana kitabu usiamke bado tulie tu. Yaani imekuwa moto sana. Waislamu takbir. Kaa chini na mshinda inaingia. Msiba. Sasa ndugu yangu, naam. Kwanza kabisa kitabu hiki kinasema Wakristo walifanyaje? Kama Wakristo wanafuata Biblia walifanyaje? 15:18 Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 15:18 inasemaje? Inasema hivi, na hapo wao nao ndio waliolala katika Kristo wamepotea. Kumbe Biblia inasema Wakristo wamefanyaje? Wamelost. Wamepotea kwa maana kitabu chenyewe si kina nani? Biblia si kitabu cha Mungu. Kitabu cha Mungu ni kimoja, Qur'ani. Naam. Kwa maana haya mengine tuliyosoma hapo, Mungu ameteremsha vitabu 4. Taura atakapokuja mchungaji wakati maswali atatujibu ya kwamba Biblia kapewa nabii gani? Kwa maana Taurati kapewa nani mwalimu? Kapatiwa Musa. Zaburi kapewa nani? Kapatiwa Daudi. Injili kapewa nani? Kapatiwa Yesu. Qur'ani kapewa nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biblia kapewa nani? Mwalimu, Biblia ni jina lilioko kwenye cover peke yake. Ukirarua hii taaban. Yaani hakuna nini ndani? Hakuna jina Biblia, ni kwa cover peke yake. Mwalimu, naam. Yaani nashangaa. Hii Biblia wanaozungumzia Badaka ngapi? Unamhurumia pasta leo sana. Una bahati. Bahati yako. Tarudi pande maswali sio mashaka. Okay. Sio ndio umeanza. Okay, tunaingia kwa upande wa maswali kati ya Waislamu na Wakristo. Hapa Waislamu imani yao imekuja nyuma, alafu tena ikuje kusema kwamba imani ya Wakristo ni kwamba haifai. Yaani itakuwa ni msiba. Hebu kwanza acha niulize swali kwa dakika ngapi? Dakika 3. Haya, acha niulize swali kwanza kwa sababu ya muda. Hebu soma Qur'an 74:24. Hapo ndio swali iko. 74:24. Msikize kwa makini, mjibu hivyo. 24. Haya, soma. Inasemaje? 24. Qur'an inasema 74:24. Na akasema hayakuwa haya. Nini unasoma hapo? Unasoma kitabu gani? Nasema Qur'ani. Inua waione. Inasemaje? Inasema 74:24. Akasema hayakuwa haya aliyokuja nayo Muhammad. Ila ni uchawi. Yaani ya kwamba hiyo simu nasema kwamba Qur'ani nini? Uchawi. Sasa mimi swali yangu ni kwamba kuja mnijibu. Hiyo andiko ni kweli ama ni uongo? Hiyo peke yake iko katika Qur'ani. Mwalimu wa Kiislamu ndio ujibu swali lake. Karibu ndani. Hiyo ni kitu kidogo, hata sioni makofi hapo. Inna lillahi. Yaani msemaji huyu bwana kidogo nimemstajabu kwa maana hajaelewa hii Qur'ani bwana, huwezi kuzama na jinsi.
hii jinsi kuja na jinsi hapo mzee ndani ya Qur'ani msiba. Qur'ani ile 74 anza 22 hadi 25. Aelewe nini? Yaani na msajabu huyu. Anga tengeneza. Haya. 74:24. Soma 74:24. 74:24 kuanzia 21. Mwalimu, naam. Mtu akiwacha dakika zake, ndugu yangu, songa mbele tu, songa tu huko. Mtu akiwacha dakika zake, ametoka mwenyewe, asije kalaumu. Naomba mwenyekiti usitie na mtu mmoja dakika yake, hakuna mtu alimlazimisha awacha dakika yake. Teremka inasema ndio. Kisha akakuja kipaji chake ndio, na akafinya uso. Kisha ndio akayapa 74:20. Umeanza 20 ngapi? 22. Anza 23. Anza 23. Kisha akayapa mgongo ndio haki, na akatabakari akajivuna, na akasema ndio hayakuwa haya aliyokuja nayo Muhammad. Tulia. Huyu ni mtu ambaye kwamba ni kafiri, anayezungumzia habari, sio Mungu anayezungumza. Hayakuwa haya aliyokuja nayo Muhammad, ila ni uchawi ulionukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa zamani. Teremka inasema hayakuwa haya ndio anayasema, ila ni kauli ya binadamu. Inaendelea na kusema karibu hivi, nitamtia katika moto unaowaka kweli kweli, na ni nani na ni nini itakachokujulisha moto huo au kubakishi. Tulia. Kwa hivyo huyo anayesema hapo, anayesema Qur'ani ni uchawi, si Muhammad, si Mwenyezi Mungu. Anayesema hapa ni mmoja katika wale makafiri. Kweli si kweli? Kweli. Ni kauli ya binadamu. Ni kauli, tunaona bwana, ni kauli ya nani? Ya binadamu. Si ya nani? Si ya Muhammad. Si ya nani tena? Si ya Mungu. Qur'an inasemaje? 80:11 Qur'an inasemaje? Aya 80:11 kitabu ni cha Qur'ani. Inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Endelea. 80:11 inasema hayakuwa sivyo hivyo. Ndio. Hakika Qur'ani hii ni nasaha, mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka mwachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakazwa, zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu. Waislamu, takbir, Allahu. Kumbe Qur'ani imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Kumbe wale wanadamu ndio walikuwa kisema kwamba haikuwa haya ni nini? Ati ni uchawi. Kumbe ni watu, sio nani? Sio Mungu. Sasa bashaba kama yeye alipokuja anasema Qur'ani si kitabu cha nani? Ati cha Mungu. Sasa yeye akisema Qur'ani si kitabu cha Mungu na Mungu amesema ni chake, ikitazia chochote, ni mwanadamu. Ni mwanadamu tu. Lakini Mwenyezi Mungu kitabu ni cha nani? Cha Mungu. Atuache hata dakika moja kabisa. Kwa hiyo tunataka kuona Qur'ani kitabu cha Mungu. Na ndio Qur'ani inajitambua na kujijua kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Walimu ipo. Hebu tumalizie tuweze aweze kuona kwenye Qur'ani hiyo sura 5 aya 15. Sura 5 15. Ndio. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. 5:15. Enyi watu wa kitabu, amekwisha kufikieni mtume wenu. Mtume wetu anayekudhihirishieni mengi ndio mliokuwa mkiaficha katika nini? Katika kitabu. Ndio. Na husamehe mengi. Ndio. Inasema bila shaka imekwisha kufikieni nuru. Kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kitabu ndio inachobainisha kila jambo. Kumbe Qur'ani imetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Biblia ni wewe umeandika Luka 1:1. Maliza mwalimu. Luka 1:1. Acha tufike nyanja zenyewe. Kitabu cha Luka ndio ni 1:1. Maneno katika yenyewe yameandikwa kwa Luka. Luka 1 ni 1. Aya sadaka inasema, alafu ni sadaka twende haraka na aya moja muhimu ndio kusoma. Teremka. Inasema kwa kuwa watu wengi wamefanyaje? Wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia. Walivyopigia hadithi. Kumbe ni nini hadithi? Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tunasubiri tu kipindi cha pili. Amelalamika, amesema nimekula takataka. Anasema useme hivyo mwenyekiti, kwa sababu aliyewacha microphone nani? Yeye ndiye aliwacha.
pia ni 3 hizo Dakika 3 mwalimu. Haya, sadakta. Wacha nifike kwa Yeremia 4:10. Nimefika mahali penyewe. Unasemaje? Yeremia 4:10 inasema hakika ndio. Dada nikasema ndio. Bwana Mungu hakika ndio umewadanganya sana watu hawa na Yerusalemu. Swali langu linakuja kwa mchungaji. Kitabu cha Yeremia 4:10 nasema, Yeremia anasema ya kwamba Bwana Mungu hakika wewe umewadanganya watu hawa Yerusalemu ya kwamba kutakuwa na amani, lakini upanga ndio umeingia katika nafsi za watu. Sasa swali linakuja, je, ni kweli Mungu wa Biblia ni muongo? Aliwadanganya wana wa Israeli? Je, Mungu wa Biblia ni muongo? Aliwadanganya wana wa Israeli? Na je, andiko hili katika Yeremia 4:10 ni kweli Mungu alidanganya wana wa Israeli? Bado dakika ngapi? Siwache dakika moja. Niko na 2. Kwa hiyo swali langu nimeweka juu ya meza ya kwamba andiko limesema katika Yeremia ya kwamba Mungu amewadanganya wana wa Israeli, na mtu anayedanganya ni Mungu. Kwa hiyo je, Mungu wa Biblia ni muongo? Ndio swali linakuja. Alafu Yeremia 8:8 hapo. Yeremia 8:8. Inasemaje? Hapo 8:8. Haya, sadaka inasema hivi. Inasemaje? Wasemaje? Ndio. Sisi tuna akili. Wasemaje? Sisi tuna akili. Na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini ndio, tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imefanyaje? Imefanya kuwa uongo. Kwa hiyo tunaona maandiko yanasema Torati iliyoko ndani ya Biblia ni ya uongo, yani imefanywa kuwa uongo. Yaani waandishi walitia mikono yao wakafanya kuwa ni uongo. Kwa hiyo tunaona kwanza hapo tumeweka Biblia kando. Tunaweka Biblia kando. Kwa maana hebu tuangalie. Kuna swali aliuliza. Muhammad rejea 62:2 Qur'ani. 62:2 Qur'ani. Ndio. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenye kurehemu. Ndio. 62:2. Haya, sadaka. Inasemaje? Iko hapo inasema, yeye ndiye aliyemleta mtume. Yeye ndiye aliyemleta mtume katika watu wasiojua kusoma. Ndio. Anayetokana na wao. Awasomee. Awafanyaje? Awasomee. Kumbe Muhammad anataka kufanyaje? Kusoma. Takbir. Allahu Akbar. Kumbe ndio Muhammad anataka kufanyaje? Kusoma. Maliza aya iko juu. Aya zake ndio, na kuwatakasa ndio, na kuwafunza kitabu ndio na hekima ndio elimu nyinginezo. Anakumbe Mtume Muhammad amekuja kufanyaje? Kufunza watu. Na kumbe anataka kufanyaje? Kusoma. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya, pastor. Jibu tawanda kwako sasa. Baada ya kukumbuka swali. Asante. Nimesikiza hapa na ni mambo ya ajabu tu mnafundisha, na sisi kama Wakristo tunashangaa sana jinsi mnavyosema, lakini wacha basi niwapee nijibu swali haraka haraka alafu niseme machache kidogo. Haya, swali ameuliza, je, Mungu ni muongo? Si ndio hiyo swali? Je, amesema hivyo? Amesema hapa Mungu ni nani? Yes, alisema ya kwamba Mungu wetu ni muongo. Yaani kwamba anaweza kadanganya. Msomaji, sinijibu straight, nampea cash kama ameenda. Msomaji, nipe Hesabu 23:19 haraka haraka. Hesabu 23:19 haraka haraka. Hapo nampea direct kama tumewachana, alafu niweke hoja nijenge kitu hapo nimalize. Msomaji, soma inasemaje? Hesabu 23:19 nampea cash na receipt. Asoma msomaji. 23:17. Na unajua nikijibu uniambie, unajua mimi nabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Leo hii akishindwa kama ataelewa basi. Msomaji, soma inasemaje? 23:19 inasemaje? 19. Inasema pumzi ya Mungu inasema pumzi ya Mwenyezi Mungu. Mungu si mtu. Mungu si nani msomaji? Mungu si nani msomaji? Mungu si nani? Rudia. Mungu si mtu afanye nini? Aseme uongo. Nini msomaji? Aseme nini? Uongo. Nimekufa. Potelea mbali. Hapo nimemaliza. Sasa asije tena akamuka hapa na kusema. Sikiliza sasa. Sisi kama Wasabato ama sisi kama Wakristo, mbona tunaitetea Biblia? Msomaji, haraka unajua wamekuja hapa wakarukaruka hapa na pale. Sawa, niambie, mbona sisi tunasimama na Biblia? Msomaji, tumegundua ya kwamba imeandikwa, Mungu kaandika, manabii wakaandika. Sasa mimi nataka niseme msomaji, hiyo Biblia kweli kuna shauku ndani? Methali 30, nipe mstari wa 5 haraka haraka msomaji. Nasemaje? Methali 30 mstari wa 5 msomaji. Yaani nasemaje maandiko?
Biblia inasema kila neno la Mungu, inasema kila neno la nani? La Mungu, kila neno la nani? La Mungu teremka mwalimu, imehakikishwa, teremka ngao ni ngao nini msomaji? Ngao waaminio wanafanya nini msomaji? Wanafanya nini msomaji? Wanafanya nini? Wanaomwamini. Tumekuja hapa kujulisha kwamba sikiliza, hakuna mchezo hapa msomaji. Neno la Mungu limehakikishwa litasimama. Mbona tukapewa maandiko haya msomaji? Haraka kitabu kitakatifu nipe maandiko. Kitabu cha Yohana nipe 20:31 haraka kwenye 20:31. Mbona tukaandikia msomaji? Soma Biblia inasema lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ni nani? Yesu ni nani? Ni Kristo. Haleluya wa Kristo. Bwana asifiwe. Asifiwe Kristo pote ulipo. Raha si raha. Hapa ni kumenyana, hapa hakuna kupita kando. Msomaji, wacha niongeze fungu lingine kwa sababu wametuzoea. Msomaji, uko tayari? Uko tayari msomaji? Ni kitabu cha Warumi 15 mstari wa 4 msomaji. Warumi 15 mstari. Sisi tunakienzi Biblia msomaji haraka. Warumi 15:4 hapa. Neno la Mungu linasemaje? Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa ili msomaji wafundishe sisi ili saburi na faraja, kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa nini msomaji? na tumaini. Bwana asifiwe. Nasikiliza sasa, yaliandikwa kwa faraja ya Biblia tupate kuwa na nini? Tumaini. Haleluya. Sikiliza sasa, unajua sijamaliza kwa sababu unajua alikuja hapa akarukaruka, nikamwona vile ameenda akafikiria ya kwamba Qur'ani hii ya kwamba. Sikiliza msomaji, namaliza sasa. Tunaposoma Biblia sisi wa Kristo tunataka tuwakumbushe hivi msomaji, haraka jiko takatifu nipe pale Ufunuo 22 anza 18 namaliza kama 22:12 msomaji. 18 nasemaje? 22:18 weka hapo na 19 nasema Mungu inasema kushuhudia kila mtu anayesikia maneno ya nabii ya kitabu kitabu hiki mtu yeyote ukiongeza Mungu atamuongezea nini? Haya mapigo wachia pale. Kwa hivyo hakuna kuongeza na hakuna kufanya nini? Kuondoa. Sasa kama unasema kuna yeye nimeondolewa, hatujui kwa sababu unajua hapo hiyo ni yako. Sisi tunajua hivi, kitabu kiliandikwa, Mungu kaandika, manabii kaandika. Kama labda unasema ilipotea, hata uandika, muda wako umeisha. Asante. Haya nimemaliza. Wakristo Bwana asifiwe. Wakristo pote Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante. Okay, sawa. Kwa hivyo swali kwa Mkristo kuuliza Muislamu. Huyu ana swali nataka kuuliza kama naridhika napo. Okay, sawa. Bwana asifiwe. Amen. Hata sio kusifu. Kwanza ndio swali la kwanza hamkujili jinsi ambavyo inavyofaa. Ya kwamba nilizopeana Qur'ani 74:24. Ambaye nilisema kwamba hii Qur'ani ni uchawi. Mkakataa kubali andiko, na maana kwamba mkakataa Qur'ani. Haya sasa, kwa sababu mnalazimisha kitabu cha Mwenyezi Mungu, nataka kuonyesha kwamba kitabu hakijatokana na Mungu. Hebu nipe Qur'ani 2:97. Tafanya haraka. 2:97. Qur'ani 2 basi kama unayo. Qur'ani 2:97. 97. Nasemaje? Qur'ani inasemaje? Ya kwamba sema anayemfanyia ushende Jibril. Endelea. Anayemfanyia ushende Jibril. Endelea. Ushindi Jibril, kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad, asiwapelekee Mayahudi
na yule, ya kwamba utume ambao Muhammad yako nao ni kwamba ametoa kwa ambao alikuwa ni adui wa malaika nani? Jibril. Sasa huyo mwenye alikuwa amepewa utume Muhammad ni nani? Ngoja hiyo Qur'an 2:36 inasemaje? 2:36. Enda haraka Qur'ani inasemaje? Ya kwamba lakini shetani yule ibilisi adui wao aliwatelemsha wale wawili. Endelea. Tuende polepole, ya kwamba aliyekuwa adui wa malaika ambaye ni Jibril ndiye ambaye anachumushia kwa adui wa malaika Jibril ambaye ameitwa shetani pale, ya kwamba utume wa Qur'ani umetokana na yeye. Ndipo wakati ambapo utume wao ama wakati ambapo Qur'ani inakuja inaandikwa katika makaratasi, tumeeleza sisi ambavyo ya kwamba Biblia imeandikwa, wale wameandika tumewasema, hao wamesema kweli? Wamesema hawajasema nani ameandika, si kweli? Sema hawajasema, si ndio? Ndio. Kwa maana wakati ambapo inaandikwa katika hiki kitabu, hebu soma 6:7 Qur'an 6:7 inasemaje? 6:7 Qur'an inasemaje? Ya kwamba 6:7 Qur'ani kidogo. Tungeliteremshia maandishi katika karatasi. Yasema kwamba Qur'ani ingekuwa imeandikwa katika makaratasi kama hii tunaona hapa. Ndio wao walivyomtaka na wakawaguza maandishi hayo kwa mikono yao. Bila shaka waliokufuru wangesemaje? Ya kwamba si chochote ila ni uchawi. Ya kwamba hii Qur'ani nini? Ni uchawi. Kwa hiyo ni uchawi. Yataambia kitabu cha Mungu. Okay, swali lako ni kwamba kulingana na vile ni kutengenezea swali kwa sababu ni kama inakuchanganya. Swali lake ni kwamba kuna aya ndani ya Qur'ani imesema kwamba aliyekuwa adui wa Jibril huyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Mfafanulie na muelezee na usome aya yote ili aelewe. Ni nani huyu adui wa Jibril? Mtoto. Haya. Samahani kati. Naona mchungaji sindano imeingia mpaka unaingilia mwenyekiti. Tulia. Hivyo sindano inaingia polepole mpaka upate kuelewa. Hapo uko katika chuo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu wangu amekuja akasema 14:24 hayakuwa haya ni uchawi ulionukuli. Hasa nasema Qur'ani ni uchawi. Akakuja akasema 2:97 na aliyekuwa ni adui wa Jibril yeye kulingana na yeye anasema ni shetani. Lakini ya Mungu hajasoma ndugu yangu. Warudi shuleni Mtume Muhammad sallallahu alaihi 2:97 waisoma kama ilivyo. Alafu sijui vipi hapo 2:97 changamka. 2:97 inasema aya yake ndio Bismillahirrahmanirrahim. Sema anayemfanyia ushinde Jibril, anayemfanyia ushinde Jibril kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad. Shindwe huyo ndiye aliyemletea utume Muhammad kwa Jibril. Usiseme ati ni adui wa shetani. Sikiliza, ungekuja na andiko useme huyu adui wa Jibril ni shetani, lakini wewe unasema adui wa Jibril haujamtaja hapa. Ungesema ni nani? Maliza andiko. Kwa kuwa ndiye aliyemletea ushindi. Nabii Muhammad asiwapelekee Mayahudi. Sikiliza. Asiwapelekee Mayahudi ni bure. Hana kosa Jibril. Jibril hana kosa kwa sababu alikuwa apelekee Mayahudi. Jibril akaletea Muhammad. Muhammad ni Waarabu. Hana kosa Jibril. Hakika Jibril yeye ameiteremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Qur'ani kushuka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kifuani cha Muhammad ilikuja kupitia Jibril na aliyemfanyia ushindi. Maliza tusikie maadui wa Jibril ni kina nani? Enda kwenye maalum mahali penyewe. Ambaye anasema hivi. Changamka jira muda. Haya mchuzi wake. Mayahudi katika
katika hila zao, Wayahudi katika hila zao za kumkataa Mtume Muhammad. Kwa hivyo Wayahudi walikuwa wanamkataa Mtume Muhammad, walimuuliza swali, ndiyo, malaika gani anayekuletea wahyi? Kwa hivyo hapa Wayahudi wanamuuliza Muhammad, malaika gani walikuletea wahyi? Mtume akasema Jibril. Ati nini? Ni Jibril. Kwa hivyo maadui wa Jibril ni kina nani? Wayahudi. Akasema huyo adui yetu ati hatumtaki. Kwa hivyo Wayahudi adui wao ni nani? Ni Jibril. Na huyo anasema adui wa Jibril ni shetani. Kumbe adui wa Jibril ni Mayahudi. Tutakutia chuoni. Wayahudi wakaendelea kusema, mwalimu, helemka. Kwa malaika mwingine ndiye anayekuletea wahyi, kama malaika mwingine ndiye angekuletea wahyi, basi tungekufuata. Watu yaani Wayahudi walikuwa wanataka mtume alete wahyi na nani? Basi Mungu anawajibu hivi. Aliza. Ndio aya hiyo sasa. Mungu anawajibu hivi. Katika 97 sema, anayefanyia ushinde Jibril, kwa kuwa ndiye aliyemletea wahyi. Msomaji. Naam, shidana imeingia mpaka wamechanganyikiwa hapo watatu sasa. Mpaka mtu wa bodaboda wameongezeka. Kwisha. Aliyekuwa adui wa Jibril sio shetani, ni Mayahudi. Naam. Mwalimu wangu, naam, huyu mwenye amekuja hapa kwa tio jeans akasema Qur'ani iliandikwa na nani? Maskini ya Mungu ajui 80:11. Sikia waandishi kina nani? Ni moto wa gazeti tu inaeleza kama imekwisha. Tena Qur'ani somo hivyo lazima useme a'udhu billahi minash shaitani. Qur'ani ibilisi. Wewe unakuja unasema 6:7 hata Qur'ani ibilisi. Qur'ani bahari kubwa hii, soma tusikie. Tena ukisoma unashika huko waswa. Unashika huko waswa. Qur'ani ibilisi kwanza. Bismillahirrahmanirrahim. Sivyo hakika Qur'ani hii inasaha ni mawaidha. Qur'ani hii ni nasaha ni mawaidha. Mungu umeisha. Bwana wangu imeisha. Ningemfunza ule. Okay, nilikuwa nataka lakini wameniomba wakasema kama kuna paka penjas kati ya Wakristo, kama kuna paka penjas yote ambaye hapo na swali kwa Waislamu, nafasi ni yake itakaa 3 peke yake. Okay, sawa. Kwa paka penjas zitakufa. Paka penjas Kristo yote ambaye ako na swali kwa Waislamu, dakika ni 3 peke yake. Acha auliza Waislamu kati ya Biblia na Qur'an. Tafadhali kama hapo na kama yuko turudishe pande ya pastor aongee 1 2 tufunge mkutano shamba. Mkristo aulize Muislamu swali lolote lile. Na kama hakuna ndapewa Muislamu aulize Mkristo swali. Dakika 3. Dakika 3 inshallah 5 hivi. Hiyo yote kaliona pasa na Muislamu anakwenda dakika 5. Kwa hiyo kwanza ni msiba. Mchungaji wangu kwanza kitabu kinasema ni mwalimu. Yeremia 56. Yeremia 56. Inasemaje? Yeremia 56 inasema hivi, watu wangu ndio wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Kumbe wanawapoteza watu kina nani? Wachungaji. Lakini wale wanaongoza watu katika nyumba ya Mungu wanaitwaje? Nehemia 12:40. Nehemia 12. Alisema anawaita katika Ukristo. Sasa kwamba anaopanga kupoteza watu, lakini kuna yule ambaye kwamba anaongoza watu katika Nehemia 12:40. Mwalimu twende. Nehemia 12:40 inasema, ndio ndivyo walivyosimama mikutano miwili walioshukuru nyumbani mwa Mungu. Ndio na mimi akina nani? Na nusu ya mashehe. Yule kitabu gani unasoma? Nehemia. Kitabu gani? Biblia. Kumbe Biblia inajua kina nani? Mashehe. Kumbe mashehe wanapatikana wapi? Msikitini. Kumbe ukitaka uongofu unakwenda wapi? Kwa mashehe. Ukitaka kupotea unakwenda wapi? Kwa wachungaji. Asante sana mwalimu, nipo. Je, swali nilimuuliza mchungaji hapa. Andiko katika Yeremia 4:10. Inasema Bwana Mungu hakika mwadanganya sana watu hawa wa Yerusalemu. Kumbe kitabu kinaonyesha Mungu ni nani? Muongo. Sasa nikamuuliza swali kama Mungu ni muongo akashindwa kusema maana andiko lenyewe liko katika Biblia na hawezi kulifuta na hawezi kulikata karatasi ama kuling'oa. Kwa maana nimesema Mungu ni nini? Ati ni muongo. Sasa je, mtu anayetaka uongofu anampata nani? 758 Qur'ani. 758 kitabu cha Qur'ani. Inasemaje? Suratul Araf. Haya, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Teremka. Mwenye kurehemu. Maliza. 158. Sema, Nabii Muhammad. Sema, Nabii Muhammad. Enyi watu. Hebu kwanza ndio kama wewe ni mtu nyosha mkono juu. Kama wewe ni mtu nyosha mkono juu, lakini kama wewe ni ng'ombe, mbuzi, punda weka mkono chini. Lakini kama ni mtu nyosha mkono juu, mtu.
Asante, maliza mwalimu. Watu ndio hakika mimi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hakika mimi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wenye nyinyi nyote. Kumbe Muhammad ni mtume kwa watu wote. Lakini Yesu wapi? 15:20 Mathayo ndiko na mwisho. 15:24 kitabu ni cha Mathayo. Inasemaje? Akajibu akawaambia. Yesu akajibu akawaambia, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu ametuma wapi? Israeli. Muhammad wapi? Watu wote. Na hapa nalo kuna watu ama hakuna watu? Kuna watu. Si paka wende Israeli wapate watu. Watu wako kila bahari. Kumbe Waislamu wana kitabu, kweli si kweli? Kabisa. Wakristo hawana nini? Hawana kitabu. Vile vile Waislamu wana Mungu, Wakristo hawana nini? Hawana Mungu. Waislamu wana dini na Wakristo hawana nini? Hawana dini. Kumbe wanafaa kutafuta nini? Dini. Wewe pasta kesho njoo na dini yako, tuambie dini yako dini gani? Hata kale ndio watafute. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri kama imamu yuko Ustadhi Idi atatufungia kwa dua kwa Uislamu. Okay, nimechukua kwa ajili ya kurekebisha mada ya kesho. Unajua sauti yangu ni mzuri. Alhamdulillah, neema ya Uislamu. Mada ya kesho ni kwamba kati ya Yesu Kristo ambaye kwa Uislamu ndio Isa bin Maryam na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yupi wa kufuata? Kuja na mada kesho. Na kama utakuja na mada kesho, tunakusilimisha inshallah. Sheikh, kuja tufanye dua. Alisema andaliwe kanzu. Ndio akisha kidogo tu. Sawa. Haya, tumalizie na dua. Walisema dua ndio silaha ya waumini, dua yao maombi ndio silaha. Tunaomba. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kila sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia katika mkutano. Allahumma inna nas'aluka al-huda, Mwenyezi Mungu tuongoze katika uongozi mzuri, wa huwa watuqa wa sadada wal ghanna wal afafa ya rabbil alamin. Ya muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala din, ya musarrif al-qulubi sarrif qulubana ta'atika. Allahumma aatina wa la tahrimna wazdina wa la tanqusna afna ya rabbil alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mwenyezi Mungu tusiye sema usaidie kufahamu. Mwenyezi Mungu tusitie elimu urahisishe kufahamu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina was muslimat wa alif bayna qulubihim waslih dhata bainihim wa nusumul adwi tadrihim. Mwenyezi Mungu tuokoe na maadui zetu. Wa nusumul adwi tadrihim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okay, first afunga mkutano. Aya Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah Mwenyezi Mungu mmoja. Nakiri kwa moyo na kukubali ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Isa Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si Mungu wala si mwana wa Mungu. Waislamu takbir! Waislamu takbir! Mashaallah, ndugu yangu, hayo maneno machache kufanya wewe kwa Uislamu. Si lazima tukuje kwenye maji, bali ungekuwa ni Uislamu kwa hayo maneno ambayo kwamba umeyatamka. Kwa hivyo katika hayo maneno uliyotamka kuna jina ambayo kwamba majina haya ni jina la Kiislamu, majina mazuri. Kwa mfano kuna Ali, kuna Hassan, kuna Hussein, kuna Muhammad, na Ibrahim, na Yusuf. Majina mazuri yako mengi. Unapenda gani?
mashaallah usitegemee. Kuna ndugu yetu ambaye kwamba yeye kazi yake ni kufundisha wale waliosilimu, na nakaribishwa sana katika Uislamu kisikia nyumbani. Na wallahi Waislamu ndugu yetu kama yakisilimu, wallahi kama Muislamu kwa karibu unaweza kutunza kofia kama ni kanzu, tamletea kanzu. Ndugu yangu amesema tamletea kanzu, mashaallah. Pate kanzu, pate kofia na yote pia, kama una 50, una 5 na 10, tupe ndugu kidogo kwa ajili ya kufurahisha. Najua kama mngie katika dini ya watu wenye mahaba na mapenzi inshallah. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo mashaallah, karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.